baraza limuonyeshe huyu mwananchi anayelalamikiwa kwenye wito, litamuonyesha tarehe husika ambapo shauri litatakiwa kusikilizwa, litamuonyesha muda ambapo ambapo shauri linatakiwa kusikilizwa, muda pamoja na sehemu kwamba baraza lilipo ili aweze kwenda. Lakini pia litaonyesha nakala ya lalamiko, kwa maana ya kwamba yale maombi ambayo yamewasilishwa na yule mlalamikaji kule kwenye baraza. Maana yake ni kwamba wito utaambatana na nakala ya malalamiko. Natumia lugha nyepesi ili mwananchi aweze kuelewa. Yale malalamiko yanaitwa application. Lakini sitatumia hiyo lugha, nitatumia lugha rahisi ili mwananchi wa kawaida aweze kunielewa. Kwamba kutakuwa na nakala ambayo inaonyesha lalamiko halisi la ule wito, kuhusiana na ule wito. Kwa hiyo lile lalamiko litakuwa na jina lake yeye kwamba ndio mlalamikiwa. Na document ambayo itaambatanishwa ambayo ndio wito wenyewe utamuonyesha muda na eneo na tarehe ambapo shauri anatakiwa aende ili shauri liweze kusikilizwa. Baada ya hapo mwananchi atakapopokea huo wito, labda niongee pia kuhusu nani anampelekea huu wito, kwamba ni mtu yeyote tu? Hapana. Kuna watu maalum ambao wanashughulika na kupeleka wito wa baraza, ambao tunawaita wasambaza nyaraka. Hawa wasambaza nyaraka wamesajiliwa na kamati maalum ambayo iko kisheria, na kwa maana ya kwamba ndio hao watatumika kusambaza nyaraka. Lakini pale ambapo itahitajika au kutakuwa na umuhimu, basi baraza linaweza likamtumia afisa wa serikali kuweza kupeleka ule wito kwa mlalamikiwa. Baada ya ule wito utakapopelekwa kwa mlalamikiwa, mlalamikiwa atatakiwa kuweka sahihi kwenye ule wito. Kutakuwa na sehemu ya mlalamikiwa ambayo ataonyeshwa na yule msambaza nyaraka, ataweza kuweka sahihi kwamba nimeupokea wito, na ataona pale kwenye ile nyaraka tarehe na mahali ambapo anaitwa. Na anaweza kumuuliza swali lolote yule ambaye amemletea ule wito, iwapo atakuwa hajaelewa. Baada ya hapo akishapokea ule wito, maana yake ni kwamba yule mlalamikiwa ile tarehe atatakiwa awepo kwenye baraza, kwa sababu itakuwa imemuonyesha mpaka muda ambao anatakiwa awepo kwenye baraza. Na kunatokea mazingira ambayo labda yule ambaye anatakiwa kupewa wito labda hayupo, au amekataa, au labda kuna dharura yoyote ambayo imefanya asipatikane. Sasa yule anayepeleka wito lazima aandike majibu, kwa maana ya kwamba aonyeshe nilipofika nilikutana na kitu gani. Haya mazingira lazima yaelezwe, kwamba sikumkuta, au nimekuta nyumba yake imefungwa, au nimekuta chochote ambacho amekikuta lazima akielezee kwenye ile document ambayo, manake sasa kama hajamkuta manake atakuwa hajasign, hajaweka sahihi yake pale. Kwa hiyo atarudisha kwenye baraza. Kama amemkuta, hiyo ni kwa uhakika kabisa, ina maana atafika barazani yule anayelalamikiwa. Tunaamini hivyo. Lakini kama hatamkuta, lazima aandike kile kiapo kwamba nimefika, sikumkuta. Na baada ya hapo baraza lichukue hatua ya pili sasa, kwamba tarehe ya kesi haitaweza kupangwa kwa usikilizaji. Au hatua zingine hazitaendelea. Badala yake kesi itapangwa tena tarehe nyingine kusubiria yule mtu ambaye anahusika apatikane. Lakini sio hivyo tu, lazima baraza liseme kwamba kama tumefika nyumbani kwake hajapatikana, tunafanyaje? Chukua karatasi hii ya wito, ibandike kwenye sehemu ambayo yule mlalamikiwa anaweza akaiona,
na inaweza ikabandikwa kwenye nyumba yake, nje ya nyumba yake, au kwenye mlango wake, ili atakaporudi muda wote aione. Kwa maana hiyo kutakuwa na kiapo sasa cha kuthibitisha kwamba sikumuona, kitarudishwa kwenye jalada la mahakama au la baraza, na itatumwa karatasi nyingine tena ya kubandikwa. Itarekodiwa kwamba hakuonekana, amepelekewa wito mwingine wa kubandikwa kwenye nyumba yake. Baada ya hapo tunategemea kesi kwa tarehe nyingine, basi yule mlalamikiwa atakuwa ameiona ile karatasi na kufika kwenye baraza. Sasa kama atakuwa hajafika tena au hajaonekana tena, baraza lina uwezo tena wa kuhakikisha wito ule unapelekwa kwa njia ya gazeti. Kwa njia ya gazeti kwa maana ya kwamba mlalamikaji pamoja na baraza litamjulisha mlalamikaji kwamba tunatakiwa tufanye kitu kinaitwa publication, ambayo sasa ule wito utapelekwa kwenye gazeti ambalo linasomwa kwa wingi, ambalo linafika umbali mkubwa zaidi. Kwa hiyo ule wito ukishawekwa gazetini, maana yake ni kwamba tunaamini hiyo ni hatua ya mwisho kwa baraza, kwamba tumesha mtafuta yule mlalamikiwa kwa kiasi ambacho kwa kiasi ambacho kimetosha kisheria, kwa sababu sheria imeelekeza hivyo. Okay. Na njia nyingine ambayo inaweza ikatumika kabla ya kutangaza sana sana ni kutuma kwa njia ya posta, ambayo inatakiwa iwe ile barua ambayo imekuwa registered mail, ambayo imesajiliwa na posta, kwamba itapelekwa mkono kwa mkono kwa yule mtu ambaye analalamikiwa kulingana na anwani yake ambayo itakuwa imetolewa na mlalamikaji. Okay. Kwa maana hiyo sasa, katika hizo njia tatu zote ambazo baraza limepewa za kuhakikisha mlalamikiwa anatafutwa, njia ya kwanza nimesema ni uso kwa uso, ambapo msambaza nyaraka atapeleka, atamuona, atasign, atarudisha karatasi. Ndio. Amepata taarifa. Njia ya pili tutabandika kwenye nyumba yake mlalamikiwa. Kwa kuamini kwamba kama tulienda kwenye saa 6 labda alikuwa hajarudi kazini, basi saa 12 atakuwa amerudi, atakutana na ile karatasi, atapata taarifa. Lakini kuna njia nyingine tena ambayo anayepeleka wito anaweza akafika nyumbani kwa mlalamikiwa na akakuta mazingira kwamba mlalamikiwa hayupo, ila mke wake yupo au kuna ndugu zake pale nyumbani kwake. Anaruhusiwa kumwachia mmoja wa ndugu zake na akaweka sahihi na akaondoka na ile karatasi kurudisha barazani kwamba nimeufikisha wito, kwa maana ya kwamba atakaporudi ndugu zake watampatia, alafu atakuja mahakamani. Hiyo inaruhusiwa kisheria. Lakini wanaoachiwa lazima asiwe mtoto chini ya miaka 18. Nilikuwa nina swali hapo. Ndiyo. Kwenye kumwachia mtu. Tunapofahamu kwamba masuala haya ya nyaraka na nini huaga ni vitu ambavyo ni nyeti kidogo. Ndiyo. Sasa pale ambapo utakuwa umemwachia mtu hizo nyaraka. Ndiyo. Alafu pengine akazibadilisha tofauti na vile ambavyo wewe umeziwasilisha kwake. Akampatia yule majibu ambayo ni tofauti. Haoni kama hiyo italeta shida? Sisi tunategemea kwamba yule anayelalamikiwa kama amepewa nyaraka, ile tarehe ya kesi itatuambia kwamba atafika. Na kama asipofika, yule ambaye amehakikisha kwamba nyaraka imeenda na aliiacha, atakuwa ametuletea kiapo kwamba imefika. Okay. Lakini mlalamikaji anaweza kuiomba mahakama kwamba kwa nini hajafika, naomba tumpelekee karatasi nyingine. Kwa hiyo baraza linaweza likatuma hiyo karatasi mara ya pili na mpaka mara ya 3. Okay. Lakini mara hizi zote, hii mara ya kwanza lazima tujue kilitokea nini.
Na mara ya pili tukienda tutapata majibu. Angalau tutapata taarifa hiyo ambayo wewe ndugu mtangazaji unasema kwamba inawezekana kuna kitu kilibadilishwa. Na mazingira tunaamini hayatakuwa yale yale. Tunaamini kwamba lazima utakuwa umepata taarifa kwamba alipopokea hii document labda kuna kitu fulani kilifanyika. Au kuna uongo fulani ulikuwa unataka kutengenezwa. Tunaamini tutapata hizo taarifa na baraza litashughulikia sambamba na kile kitu ambacho kimetokea. Kwa hiyo tuna uwezo, sheria inaruhusu mlalamikiwa kutumiwa wito mpaka mara 3. Hizi mara 3 zitakapofika, kama kunakuwa na kizuizi, basi tutambandikia kwenye nyumba yake. Na pengine mkabaini kwamba kuna hizo changamoto zimetokea, labda kuna uongo umefanyika, mmebaini kabisa kwamba kuna uongo, kuna sheria zote zinaweza zikachukuliwa dhidi ya yule aliyefanya udanganyifu? Hiyo itakwenda kwenye nyanja nyingine tena, labda kwenye mahakama ambazo zinashughulika na mambo ya jinai. Lakini kama Baraza la Ardhi na Nyumba, jukumu lake lilivyo, litahakikisha mlalamikiwa amepatikana, na siku hizi unajua kuna namba za simu. Ndio. Tutahakikisha mlalamikiwa amepatikana. Na kama itawezekana hata kwa kupigiwa simu, mwenyekiti ana uwezo wa kuhakikisha kutoka kwa mlalamikaji kwamba ninaomba labda niongee hata na huyu mlalamikiwa, kuhakikisha kwamba kweli alipata wito au hakupata, au kuna mazingira ambayo hayako sahihi. Kwa sababu pale wakati mlalamikaji analeta shauri, ni vizuri alete pia kwenye zile document iwepo hata namba ya simu ya anayelalamikiwa kama inawezekana. Okay. Ndio. Na tunafahamu kwamba nyie mnadili na masuala ya ardhi kwenye baraza la wilaya. Ndiyo. Lakini masuala ya ardhi yana uwanja mpana sana. Sasa tunataka kufahamu nyie kwenye wilaya huwa ni mashauri gani ambayo huwa mnadili nayo sana? Mashauri ambayo tunayapokea zaidi sana ni ya umiliki. Okay. Mashauri ya umiliki, kwa maana ya kwamba unakuta eneo moja, mmoja anasema ni la kwangu na mwingine anasema ni la kwangu. Hayo ndio mashauri ambayo ni mengi zaidi kuliko mengine. Nikisema kuliko mengine, kwa mfano kuna mashauri ya upangaji, mwenye nyumba na mpangaji. Kuna mashauri ambayo yanahusiana na mikopo, kwa maana ya kwamba mtu amekopa alafu akaweka nyumba yake rehani. Ndio. Kwa hiyo anapochelewa kulipa anaweza akaja barazani wakati nyumba yake inataka kuuzwa. Labda akawa analalamika kwamba hapana, mimi mahesabu yangu nimemaliza kabisa, lakini wanataka kuuza nyumba yangu, au mimi nimepata labda kitu fulani chochote ambacho anaona kwamba labda benki inapotaka kuuza nyumba yake kuna kitu ambacho anakiona hakiko sawa. Inawezekana ni benki au ni taasisi nyingine za mikopo ambazo zimesajiliwa, zimefanya makubaliano ya kwamba asipolipa ule mkopo basi nyumba yake itahusika. Kwa hiyo pale kunakuwa na migogoro ambayo ni ya tofauti, na mwananchi anaweza akaja kwenye baraza. Kwa hiyo kwa idadi nyingi sana ni zile ambazo ni za umiliki. Umezungumzia hapa kwamba nyie mnadili na masuala ya umiliki, na tukiangalia asilimia kubwa umiliki huo ndio ambao ni chanzo cha migogoro sana. Yaani ndio kesi za watu wengi walizonazo, kwamba mtu mmoja, yani mtu zaidi ya mmoja wanamiliki eneo moja na wote wanamiliki kihalali kwa mujibu wa dokumenti walizonazo. Unakuta mtu ana control number kabisa na anailipia eneo hilo alafu inalipiwa na mtu mwingine eneo hilo, unakuta watu wawili ama watatu. Sasa kesi za namna hii nyie mkikutana nazo huwa mnawasaidiaje? Kwenye umiliki sheria inaelekeza kabisa. Ndio. Na sheria inaelekeza nini? Yule ambaye amepata lile eneo kwa mara ya kwanza, ndio, yule ni mmiliki bila maswali. Ni kama mimi nimenunua eneo kwako, tumeandikishiana leo, nimekulipa, ndio, nimemaliza, alafu wewe kwa tamaa ukaenda ukamuuzia mtu mwingine. Ndio.
kwa tarehe nyingine ya mbele, wakati mimi nimenunua leo, mimi lazima niwe mmiliki halali. Yule mwingine ina maana ulienda tu kwa tamaa zako. Kwa hiyo kitu ambacho kitaangaliwa hapa ni documents, na ndio maana nasema pale kwenye wito kutakuwa na yale madai ambayo ni maombi maalum ambayo atapelekewa yule anayelalamikiwa. Kwa sababu mada yangu ya leo niliyokuja nao ni ya wito, inabidi nilijibu hili swali ili mwananchi pia aelewe. Inawezekana kuna mwingine haelewi, lakini mmiliki halali ni yule wa kwanza kupatiwa lile eneo. Aidha amelinunua kutoka halmashauri au amenunua kwa mtu, itategemea mazingira ambayo amepata lile eneo, lakini mmiliki wa kwanza ndio mmiliki halali. Sasa ikatokea ndio kama hivyo unavyosema kwamba mmiliki wa kwanza ndio mmiliki halali. Sasa kuna watu wawili ambao tayari walishalipa na wenyewe labda gharama zile ambazo aliuziwa mmiliki wa halali. Hawa watu wengine wawili mnawahakikishaje haki zao? Sheria haina huruma. Haina huruma. Ina maana yule ambaye amenunua wa pili au wa tatu, yule aliyepokea hela zao, ana uwezo wa kwenda kuwashtaki. Ana uwezo, wale ambao wamelipa, wale ambao wamemlipa kwa mara ya pili, wana uwezo wa kupeleka malalamiko kwenye mahakama nyingine ambayo sio tena baraza, kwenye mahakama nyingine ili aweze kuwarudishia hela zao, kwa sababu itakuwa ni kujipatia hela. Kwa hiyo ikishafikia kwenye baraza ya mhusiki tena, ikishafikia hapo ambapo mtu alilipa eneo mara mbili, yani tuseme eneo moja lilipwa na watu zaidi ya wawili, na umesema kwamba sheria inamtambua mtu wa kwanza, ikatokea sasa wale wawili labda ambao walilipa eneo hilo wanadai labda kutaka haki zao na wao wapate kutokana na kile ambacho kimetokea, kwenye baraza linakuwa mhusiki tena? Tunaweza kuhusika kwa namna moja ama nyingine, nitafafanua. Iwapo yule aliyeuziwa eneo wa kwanza anawalalamikia muuzaji pamoja na wale wengine waliouziwa, wakiwepo kwenye shauri moja, mwisho wa shauri lazima mahakama iseme kwamba yule aliyenunua eneo wa kwanza ni eneo ni la kwake, lakini muuzaji aliyeuza mara ya pili awarudishie wale hela zao. Haya bwana, muda wetu sio rafiki sana. Kwa kumalizia hapa, hebu tuwashauri wasikilizaji hapa ambao wanatusikiliza, lakini pia naamini kwamba kuna watu wana hizi changamoto za kuuziwa eneo moja linamilikiwa na watu watatu. Labda watu kama hawa wanatakiwa nini wafanye? Lakini pia kuna watu wenye tabia za kusababisha haya yote yanatokea. Nyie mnatoa wito gani kwao? Kwanza ushauri ambao tunatoa ni kwamba kabla hujanunua eneo, ni vizuri upate taarifa za lile eneo ambalo unataka kulinunua. Taarifa muhimu tunazipata wapi? Halmashauri ya jiji ipo ambayo ina taarifa ya eneo husika la halmashauri husika unayotaka kununua eneo. Unaweza ukaenda pale ukawaona maafisa ardhi, wataalamu wa ardhi, ukawauliza kuhusu eneo unalotaka kununua. Sio hivyo tu, unaweza ukawauliza pia majirani, ukapata taarifa hizo ili ujiridhishe. Lakini pia kwenye masuala ya manunuzi ya ardhi, kuna ardhi ile ambayo imepimwa, inakuwa na namba, imesajiliwa. Una uwezo wa kwenda kwenye halmashauri husika ukafanya utafiti wako, lakini pia ukaenda kwa msajili wa hati kufanya, kuna kitu kinaitwa official search, au kufanya utafiti wa kiofisi kabisa, kwa maana ya kwamba unapeleka namba ya kiwanja pamoja na yani zile details zote za kiwanja, au zile vile vitu vyote vinavyohusika na ardhi, kwa maana ya namba ya kiwanja, jina la mmiliki, huyo anayekuuzia, anayetaka kukuuzia, ukahakikishe kwa msajili wa hati kwamba je, huyu anayetaka kuniuzia hii ardhi ni ya kwake. Utafanya malipo ya kiserikali kabisa, utalipia, watacheki, watakuprintia ile document ya kukuonyesha sasa hichi kiwanja status yake, au
au hali yake ikoje kwenye usajili au kwenye system ya serikali ikoje. Kwa hiyo utapata, then utaamua kwamba nichukue au nisikichukue. Ndio. Mtaalamu pale hajaongea kabisa. Hebu yeye atuambie hapa, ikatokea sasa mtu ameamua sasa yeye yani ameshauziwa, yani imeshatokea sasa hiyo. Inawezekana tunavyozungumza hapa kuna mtu ameshanunua kiwanja ambacho tayari kilikuwa cha mtu mwingine, ana document ana kila kitu, lakini hajui achukue hatua gani. Yani hajui anaanzia wapi ili kuhakikisha kwamba haki yake inapatikana. Mtaalamu nilikuja naye leo, yeye ni mtaalamu makini kwenye masuala ya ile mada ambayo tumeileta ya okay. Haya, unaweza kumsaidia basi kujibu ili tuokoe muda. Hebu rudia swali. Yaani ikatokea sasa mimi Neema hapa nimeshanunua kiwanja ambacho tayari hicho kiwanja kina mmiliki wake halali na umesema yule wa kwanza ndiye anatambulika. Lakini sijui ni namna gani ninaweza kuzipata haki zangu za msingi, yani natakiwa kuanzia wapi? Kama tulivyosema kwenye mashauri ambayo ni ya ardhi, unatakiwa uanzie kwenye baraza la kata husika ambako eneo lako lipo. Baada ya pale angalau uanze kwenye hatua ya usuluhishi, kwa sababu mabaraza ya kata yamewekwa kwa ajili ya usuluhishi. Kwa hiyo usuluhishi kama utashindikana pale, utakuja kwenye baraza la ardhi na nyumba la wilaya ili uweze kudai haki yako. Okay. Ndio. Haya, naomba nimetaje zile namba tena ambazo mnapatikana endapo wasikilizaji watakuwa wanawahitaji kwa kesi zao tofauti za kuhusiana na masuala ya ardhi. Tutajie hapa mawasiliano yenu kwamba mnapatikana wapi, ofisi zenu, lakini pia mtu akiwahitaji anawapata kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Asante ndugu mtangazaji. Namba ya simu ni 0754 295 295 na ofisi zetu za baraza la ardhi na nyumba la wilaya naweza nikamkaribisha niliyokuja naye ili aweze angalau kuielezea ofisi yetu ilipo na muda na masaa ya kazi. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Ofisi letu la baraza la ardhi na nyumba wilaya iko maeneo ya Nyerere Square, opposite na ofisi ya iko karibu opposite na benki ya NMB au ofisi ya sisi wa makao makuu. Ndio tunapatikana pale ofisi ya baraza la inaanza kazi muda saa 1:30 asubuhi hadi saa 11 jioni. Tunapatikana pale. Okay, mimi niwashukuru sana kwa ujio wenu. Muda wetu sio rafiki mpaka tumeshaingia lisaa la pili kwenye program nyingine hapa. Niwashukuru sana na naamini kwamba wasikilizaji watakuwa wamepata kitu kwa kile ambacho mmekielezea hapa, lakini pia kwa wale ambao mna changamoto zenu kuhusiana na masuala ya ardhi, basi mmemsikiliza mtaalamu vizuri hapa na ameweza pia kuwatajia namba za simu na amewaelekeza pia ofisi zao zinakopatikana. Hivyo kwa wewe ambaye una changamoto yoyote, basi unaweza kuwasiliana na wahusika moja kwa moja ili uweze kutatuliwa changamoto hiyo. Mimi na wewe tutarejea hapa lisaa la pili kwenye Rasharasha. Ni ule mkesha mkubwa sana.